Karibu katika Genesis to Revelation. Mimi ni Ed1716 Actualve. Leo tunasoma Torati 18:1-22, sehemu ambayo Musa anatoa ahadi kuu, Mungu atawaweka nabii mwingine kama yeye. Lakini nabii huyu si kawaida, yeye ni Yesu Kristo mwenyewe. Tujifunze jinsi ahadi hii ilivyotolewa na jinsi ilivyotimizwa. Tuanze kwa kusoma maneno ya Musa. Walawi makuhani, yaani kabila lote la Lawi, hawatakuwa na sehemu wala urithi pamoja na Israeli, watakula dhabihu za utolewaji wa Bwana na urithi wake. Hawatakuwa na urithi miongoni mwa ndugu zao, Bwana ndiye urithi wao kama alivyowaahidi. Kuna maelezo muhimu tunayokosa katika somo hili. Kwanza, Walawi hawakupewa sehemu za ardhi lakini walipewa miji 48. Hii ni ishara ya kwamba huduma ya kiroho inahitaji utengano na mazingira ya dunia. Pili, alipomwambia Musa nabii kama wewe, haikumaanisha kwa uwezo tu, bali kwa asili, Mwisraeli, mwanadamu, mzaliwa wa kawaida. Tatu, adhabu ya kifo kwa nabii wa uongo inaonyesha jinsi udanganyifu katika mambo ya Mungu ni dhambi kuu. Hii ni kwa sababu manabii wa uongo hawahatarishi tu miili ya watu, bali roho zao pia. Tunaona mabadiliko makuu ya kiteolojia hapa. Kwanza, utengano wa kidini. Mungu anaanzisha mfumo rasmi wa ukuhani badala ya kila mtu kumsaliti moja kwa moja. Hii ni maandalizi ya hekalu na mfumo wa dhabihu. Pili, ufunuo wa maagizo. Mungu anaahidi kutuma nabii mwingine atakayeongea maneno yake kamili. Hii ni zaidi ya manabii wa kawaida, ni ahadi ya ufunuo mkamilifu. Tatu, uongozi wa kiroho, kutoka kwa uongozi wa moja kwa moja wa Mungu hadi mfumo wa nabii kama mpatanishi. Mabadiliko haya yote yanalenga kumwelekea Kristo. Huku wanyamapori wakisikiliza ahadi hii kuu, wanashangaa jinsi binadamu wanavyopokosa kutambua zawadi za Mungu. Mungu anaahidi nabii mkuu zaidi kuliko Musa. Lakini nitaona binadamu wakimpinga nabii huyo kama walivyofanya na Musa. Ninaona kutoka juu, ahadi hii ni ya ajabu. Nabii atakayekuja atakuwa zaidi ya yote waliowahi kuona. Nahuzunika ninavyoona jinsi wengine watawadanganya kwa majina ya uongo. Mungu amewaonya, lakini je, watasikia? Ahadi hii, nitaona mimi mwenyewe nikiwa ishara ya nabii huyo. Atakuwa kondoo na nabii, ni ajabu. Binadamu wamepewa ahadi kuu lakini hawajui. Kila kiumbe kingependelea kuwa mahali pao. Ahadi hii ya Musa ilitimizwa wazi katika Agano Jipya. Petro alisema wazi katika Matendo saa 3:22, Musa alisema, Bwana Mungu wenu atamwinulia nabii kutoka kwa ndugu zenu, kama mimi, mtamsikiliza katika yote atakayowaambieni. Watu wa Israeli walimuuliza Yesu kama yeye ni nabii waliyemtegemea katika Yohana saa 6:14. Paulo anatuambia katika Warumi 10:8 kwamba neno liko karibu nawe, Kristo ni neno la Mungu linalokuja. Mwandishi wa Waebrania anasema Mungu amesema kwetu kwa mwana katika siku hizi za mwisho. Ahadi ya Musa haikuwa tu kuhusu nabii yoyote, ilikuwa kuhusu Kristo. Jinsi ya kutumia ujumbe huu leo. Kwanza, tumtambue na kumheshimu Yesu Kristo kama nabii mkuu aliyetanguliwa na Musa. Yeye si mfundishi wa kawaida, yeye ni neno la Mungu katika mwili. Pili, tuwe waangalifu na mafundisho ya uongo. Mungu ametuonya kuhusu manabii wa uongo, na leo kuna wengi wanaodai kusema kwa jina lake. Tutatambua nini? Maneno yao yanatakikana kulingana na maandiko. Tatu, tuishi maisha ya utengano kama makuhani wa Agano Jipya. Kama Walawi walivyotengwa kwa ajili ya huduma, nasi tumeitwa kuwa taifa takatifu. Tuombe kwa ajili ya busara kutambua sauti ya Mungu na kuweza kutofautisha mafundisho ya kweli na ya uongo. Mungu ametutunukia nabii mkuu, Yesu Kristo. Tumsikilize kwa uaminifu. Tuonane katika kipengele kijacho tukiendelea kutoka Mwanzo hadi Ufunuo. Mungu awabariki. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.